Siku moja, vita mara baada ya kupamba moto zaidi, familia ya Kabul ilishindwa kuhimili, kwa sababu walishajua kuwa kuna baadhi ya kaya zilifahamu uwezo wa kijana wao, zilifahamu nini wafanye ili waweze kuiongoza jamii yao. Lakini mtu pekee au jini pekee ambaye alikuwa na nguvu za kuweza kukontrol jamii hiyo alikuwa ni Kabul, kwa sababu Kabul alikuwa ana uwezo wa kila aina ya jini ambaye yuko pale. Alisikika kiongozi wa familia ya Kabul aliyekuwa akimwambia mfanyakazi wa familia yao, akamwambia, nina uwezo wa kuilinda familia yangu, lakini sina uwezo wa kukiuka ahadi zangu. Tulishaweka ahadi kwa mfalme, haiwezekani jini kuja kutawala tena ikiwa kuna njia za misingi ambazo alituachia kupitia kitabu cha Solomoni. Kutokana na historia hiyo fupi, kiongozi wa familia ya Kabul aliamuru Kabul achukuliwe na aondoshwe pale, kwa sababu kulikuwa na baadhi ya kaya zilishajua kuwa nani anaweza kukontrol jamii yao. Cha kwanza, kama unahitaji kuikontrol jamii, basi hakikisha unamwangamiza Kabul. Basi hakikisha Kabul hayupo kwenye uso wa dunia. Ndipo familia ya Kabul ilipoamua kumtoa Kabul nje na bahari na kumpeleka maeneo ya nchi kavu huko mbali, ambako walikuwa wanaamini kuwa majini wengi watakuwa hawahisi wala kufahamu wapi Kabul alipo. Na hapo ndipo ukawa mwanzo mpya wa Kabul. Siku moja, mvuvi aliyekuwa akivua kwenye bahari ya Yemen. Mvuvi huyu aliyeitwa Jibek ni mvuvi ambaye alikuwa anapenda kutofautiana sana na wenzake, kutokana wenzake walikuwa mara nyingi wakienda kuvua ni usiku na kurudia asubuhi, lakini yeye alikuwa hana muda maalum. Wenzake wanaweza wakarudi, yeye akaendelea na kuvua. Kipindi hicho, kumbuka, bahari huwa inatumiwa na viumbe mbalimbali. Jibek alikutwa na ghadhia kubwa baharini. Ghadhia hii iliyotokana na upepo mkali, mvua pamoja na mawimbi makali. Mawimbi hayo yaliyofanya chombo chake kishindwe kuhimili baharini. Ghadhia hii ambayo alikuwa anakutana nao Jibek ilikuwa ni ile ghazia ambayo ilikuwa inasababishwa na familia ya Kabul mara baada ya kutokea tu kwenye uso wa dunia. Jibek alijikuta yupo matatani na kuzama mara kadhaa. Kwa kuwa mvuvi yoyote huwa anajua ni namna gani anaweza kujikomboa baharini, Jibek alijitetea kwa muda mrefu sana huku akiwa anaogelea. Mwisho wa siku alipoteza fahamu. Jibek alijikuta yupo kwenye kisiwa cha Kilitu. Kisiwa hiki ambacho kilikuwa kipo kimya na upweke, kisiwa ambacho hakikuwa na dalili yoyote ya msaada. Jibek akiwa pale alishindwa ajue nini afanye. Jibek alijikuta mtu ambaye yupo na msongo wa mawazo, kwa sababu hakuwa anajua wapi anaweza akatokea, hakuwa anajua wapi anaweza akapata msaada. Alitumia njia nyingi ambazo alikuwa anaamini kama kutakuwa na wavuvi wengine wanapita kando ya eneo hilo wangeweza kumwona, lakini Jibek hakufanikiwa kwa chochote. Jibek alijikuta ana bangili tu ambayo ipo mkononi mwake, bangili ambayo alikabidhiwa na mzee wake, bangili ambayo hakuwahi kuitoa ndani ya muda mrefu sana mwilini mwake. Aliangalia bangili ile kwa kuiona ikiwa ina mng'aro wa tofauti sana na ikiwa inawakawaka kama signal, lakini hakujua ni signal ya nini. Jibek alishikwa na butwaa sana pale alipoona kuwa kuna pango kubwa mbele yake. Jibek alishikwa na maumivu ya kichwa, kwa sababu si kitu cha kawaida ambacho alikuwa anakiona, maumivu ambayo yalimpelekea kupiga kelele, ukelele mkubwa mno, ukelele ambao alijikuta akiamka kitandani huku akiwa watu wamemzunguka, mke wake akiongea kwa sauti za huzuni na upole, mume wangu,
Fadhali umeamka mme wangu. Watu wengi wakiwa wamemzunguka Jibeg, lakini pasi na kujua nini kilikuwa kimemkumba. Jibeg alishangaa kuona watu wengi wamemzunguka, ila kwa taarifa fupi ambayo alipewa Jibeg, aliambiwa kuwa umelala hapa ndani ya wiki 2.